Huda Online TV, mwongozo kwa umma. Ndiyo, ni mwongozo kwa umma na ni furaha kwa Waislamu. Alhamdulillahi Rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina wa habibina al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, thumma amma ba'd. Wazee wangu, mama zangu, waumini wa Kiislamu tuliopo hapa mjini Wingwi, Maalim wetu Maalim Zubair, vile vile napenda nichukue nafasi hii ya kutambua uwepo wa Amir, shekhe wangu, lakini mazungumzo yangu haya ya leo sizungumzi na kina mama tu peke yao wa mjini Wingwi, bali nazungumza na waumini Waislamu wote kwa ujumla, akina mama na akina baba, iwe ni Zanzibar, iwe ni Tanzania, iwe ni duniani kote, kwa sababu leo tuna vyombo vya kisasa ambavyo unapofanya jambo lolote lile linakwenda dunia nzima. Kwa mantiki hiyo, nachukua nafasi, mama zangu, waumini wote kwa ujumla mnao tusikiliza na mnao tufuatilia, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aliashiria neno Maalim Zuberi, lakini naomba kwamba hayo maneno tuendeni nayo sambamba, ya kwamba tuweni watulivu. Unajua, mimi nina kawaida sauti ndogo sana inakuwa inaniondoa katika modi fulani. Kwa hiyo naomba hata hawa wanaozungumza huko, basi bado kwangu mie wananiwia vigumu sana. Ni vizuri tunapokuwa katika majlis tukawa na utulivu. Ni vizuri tunapokuwa katika kikao cha kheri tukawa wasikivu. Ni vizuri tunapokuwa katika kikao cha kheri tukawa ni wenye mazingatio, kwa sababu tunakwenda kupokea mgeni ambaye ni ghali. Tunakwenda kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhan, mwezi ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameupambanua na miezi mingine. Nimshukuru sana mzee wetu, jirani yetu, Sheikh Abdullah bin Hamadi, ambaye ni mtoto wenu hapa Shoka, kwa kuambatana nami katika ziara hii, naye namuomba Mwenyezi Mungu amjalie kila la kheri. Mwenyezi Mungu ampe thawabu na ampe shifaa ya maradhi ambayo anayo, lakini vile vile amlindie watoto wake na amghufirie wazazi wake, na Mwenyezi Mungu ampe umri wenye kheri. Namuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awasamehe wazazi wetu, awasamehe mashekhe wetu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awajalie wazee wetu wa mjini Wingwi na waumini wote, awaghufirie madhambi yao, na wale washotangulia mbele ya haki, Mwenyezi Mungu awajalie makaburi yao wa bustani katika bustani ya pepo. Lakini pia mwanahabari wetu huyu ambaye ameanzisha chombo hichi cha Huda Online TV, ambaye ni mtoto wenu, ambaye na yeye anafanya kazi za kheri hizi, Mwenyezi Mungu inshallah ampe kheri yake. Mwenyezi Mungu amsimamishe katika hili na kwa mengine, na Mwenyezi Mungu na yeye akampe kamera huko peponi imchukue pamoja na wazazi wake. Wazazi wangu, sasa hivi takriban saa 8 na dakika kadhaa hivi, na mimi nilisema kwamba mazungumzo yangu insha Allah saa 9 kamili nafunga, kwa sababu na shughuli nyingine. Anwani ya muhadhara wetu huu itakuwa inazungumzia as-siyamu baina al-ukhuwati wal-wahda, funga ya Ramadhani katika suala zima la udugu na umoja.
As-siyamu shahru ramadhani al-mubaraka baina al-ukhuwati wal-wahda, funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kuelekea katika suala zima la udugu na suala zima la umoja. Wazee wangu, anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala fil Qur'an al-Karim, baada a'udhu billahi minash shaitani rrajim, bismillahir rahmanir rahim, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam, يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Wazee wangu watukufu wa Kiislamu, Mwenyezi Mungu anasema ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, kutiba alaikumus siyam, imefaradhishwa kwenu nyinyi funga. Kwa hiyo kwanza Mwenyezi Mungu ametuita kwa wito mzuri wa kiimani, kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatwambia kutiba alaikumus siyam, imefaradhishwa kwenu nyinyi funga. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatupa habari ya kwamba jambo hili halikuanza kwetu, kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama vile ambavyo ilifaradhishwa kwa waliopita kabla yenu. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatwambia la'allakum tattaqun, imefaradhishwa funga ili mupate kuwa ni wacha Mungu. Ucha Mungu, wazazi wangu, ndiyo kitu pekee na kitambulisho pekee ambacho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakihitaji kwetu. Mwenyezi Mungu hataki kitambulisho cha rangi. Mwenyezi Mungu hataki kitambulisho cha mali. Mwenyezi Mungu hataki kitambulisho cha cheo. Mwenyezi Mungu hataki kitambulisho cha ukabila. Mwenyezi Mungu hataki zawadi nyingine yoyote isipokuwa Allah, zawadi anayoitaka ni ucha Mungu, na zawadi hii inapatikana katika mwezi wa Ramadhani. Twamuomba Mwenyezi Mungu akatupe taufiki katika mwezi wa Ramadhani tuipate zawadi hii. Wazee wangu, nataka tukumbuke neema miongoni mwa neema za Allah ya kwamba tukiwa leo sisi siku ya Ijumaa katika mwezi huu wa Shaaban, tukiwa tumebakiwa na siku chache ya kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani, tukumbuke kwamba kuna wengi walitamani leo wafike Ijumaa hii, lakini sasa hivi tayari wameshazikwa kabla ya leo Ijumaa. Bali kuna watu sasa hivi wanaingizwa kwenye mwana wa ndani, bali kuna watu sasa hivi sanda zao zinashonwa, bali kuna watu sasa hivi wanaswaliwa, bali kuna watu sasa hivi wanakafiniwa. Sisi kwa rehma za Mwenyezi Mungu na taufiki yake akatubakisha hapa duniani, tumshukuruni sana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini hilo haina maana aliyochukua Allah zile amana kwamba labda Mwenyezi Mungu kawaonea. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sisi ni wake, na ndio maana Allah ametuambia alladhina idha asabatuhum musiba, alladhina idha asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun, kwamba watu wanapopata misukosuko, wanapopata msiba husema inna lillahi, hakika sisi ni wa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo kwa sababu ni wa kwake, na Mwenyezi Mungu ni faalu lima yuridu, Allah anafanya anavyotaka. Wazee wangu wa Kiislamu, tumshukuruni sana Allah Subhanahu wa Ta'ala,
ili tuelekee katika suala zima la kutafuta hiyo tiketi ambayo Allah anaipenda. Hatuwezi tukajifakharisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwamba mimi nimekata tiketi ya VIP, nimekata tiketi ya nafasi kubwa. La, kifurushi ambacho Allah kinamfurahisha ni cha ucha Mungu. Allah anasema watazawwadu fa inna khayra zadi taqwa, watazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Chukueni kifurushi waja wangu, watazawwadu. Kwa nini? Fa inna khaira zadi taqwa, hakika biashara mzuri, hakika zawadi mzuri ni ucha Mungu. Kisha akasema wattaquni ya ulil albab, niogopeni enyi watu wenye akili. Ya Rabbi, tujalie miongoni mwa watu wenye akili. Kuwa na akili si kutafuta mali tu. Kuwa na akili si kusema tu kwamba mimi nina watoto wengi tu. Kuwa na akili si kusema kwamba mimi napasi vizuri tu. Kuwa na akili ni kutekeleza amri za Allah na kuacha makatazo yake. Ndio maana mshairi mmoja anatukumbusha kwamba kifurushi hichi kitatufaa mpaka siku ya Kiyama. Nasema vipi? Anasema tazawwadu min hayatika lilmaadi, tazawwadu min hayatika lilmaadi wa qum lillahi wajma khayra zadi, wa qum lillahi wajma khayra zadi wala tarkuni ila dunya kathira fa innal mala yujma'u linnafadi atarda an takuna rafiqa qawm lahum zadun wa anta bi khairi zadi. Nini maana yake? Tazawwadu min hayatika lilmaadi, chukua kifurushi kwa ajili ya siku yako ya Kiyama. Wakum lillahi, simama kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Wajma khaira zadi, chukua kifurushi kizuri. Wala tarkuni ila dunia kathira, wala usitegemee dunia sana. Fa innal mala yujma'u linnafadi, kwa sababu mali inakusanywa kwa ajili ya kumaliza. Ima itaondoka mali au utaondoka wewe kabla ya mali. Kisha akasema atardha an takuna rafiqa qaum, kwani wewe unataka uwe ni rafiki wa watu ambao lahum zadun, wao wana bidhaa mzuri, wa anta bighairi zadin, wewe huna bidhaa mzuri. Bila shaka kila mmoja anatamani aondoke duniani ende kwa Allah akiwa na kitambulisho bora, na kitambulisho bora ni cha ucha Mungu. Ya Rabbi, tunakuomba utupe kitambulisho hichi. Wazazi wangu, kuelekea mwezi wa Ramadhani kati ya udugu na umoja, basi ni lazima tufanye mambo yafuatayo, na huu ndio muhadhara wetu. Jambo la kwanza wazazi wangu ni kuiandaa nafsi kuelekea kufanya ibada na kujikurubisha kwa Allah, na siyo kuiandaa nafsi kwa kufanya maasi kama vile watu wanavyotumia neno vunja jungu. Waumini vijana wa Kiislamu na wasiokuwa vijana wanatumia fursa, wanakwambia kwamba tunakwenda kuvunja jungu. Wakati huo huo wanakwenda kuupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wazazi wangu, naomba Maalim Zuberi, tuweni watulivu katika hadhara hii. Allah subhanahu wa ta'ala hapendi kwamba watu wende wakavunje jungu. Jamani, majlisi yoyote ambayo ni majlisi la ilmu, basi ni bustani katika bustani ya pepo. Kwa hiyo ikiwa tu kwenye bustani ya pepo, lazima tubakie kwenye bustani ya pepo. Naamini muhadhara huu tutakwenda kwa namna hivi tunavyokwenda, tutamaliza salama. Watu wasishughulikie kule, wanishughulikie mimi, ili tumalize hii. Sauti yangu Allah atainyanyua tu kupitia malaika, na shughuli itamaliza salama. Amen.
Kwa hiyo tukumbuke kwamba kuiandaa nafsi katika kufanya mema na kujinasua katika mabaya ndiyo jambo la kwanza ambalo litatufanya sisi tuende katika mwezi wa Ramadhani tunufaike na neema ya umoja na tunufaike na neema ya udugu. Kwa sababu gani? Tumeiandaa nafsi katika jambo zuri. Lakini jambo la pili, tuiandaeni nafsi katika suala zima la kuondosha chuki katika nyoyo zetu. Ndio hilo ambalo Mwalimu Zuberi hili ilikuwa halitaki kuchomekewa, ndiyo mada yenyewe. Tutapokeaje wazazi wangu, umma wa Kiislamu, tutapokeaje mwezi mtukufu wa Ramadhani ikiwa watu wamechukiana wao kwa wao, watu wa familia moja, watu wa jamii moja? Unamchukia mwenzako mpaka unatamka unasema yule namchukia. Unafanya hivyo kwa sababu gani? Wakati tunakwenda kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi ambao hauna mashaka, mwezi wa Ramadhani hauna chuki na mtu, mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa upendo, mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa huruma, mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa umoja, mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa udugu, mwezi wa Ramadhani ni mwezi ambao umekuja kutuambia kuweni mbali na moto. Mwezi wa Ramadhani ni mwezi ambao umekuja kutuambia ucha Mungu ndiyo tunda bora, tukimbilieni tulipate tunda hili. Kwa nini tungie mwezi mtukufu wa Ramadhani wakati wewe husemi na mume wako? Kwa nini tungie katika mwezi mtukufu wa Ramadhani una chuki na ndugu yako? Kwa nini tungie mwezi mtukufu wa Ramadhani una chuki na mfanyakazi mwenzako? Kwa nini tungie ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani wakati una chuki na jirani yako? Jambo la kwanza ambalo tunapasa tulitambue ni kuiandaa nafsi kuelekea katika ibada njema na kuacha mabaya. Lakini jambo la pili, tuiandaeni nafsi kwa kuondosha chuki, na hii ndiyo kauli ya Allah aliposema kumwambia Bwana Mtume Muhammadi alipokuja akamwambia, ya ayyuhal muddathir qum faandhir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Hewe uliyejikubika kubika, we simama na uonye. Kisha Mwenyezi Mungu alimwambia vipi? Wa thiyabaka fatahhir, na nguo yako itakase. Wanachuoni wengine wanasema wa thiyabaka fatahhir, nafsi yako uitakase. Sijaona jambo kubwa la kuitakasa nafsi kuliko kuitakasa nafsi na hasadi na kuitakasa nafsi na chuki ya kuto kumchukia mwenzako. Waumini wa Kiislamu duniani kote, naomba tukubaliane na naomba tujiulize, kwani kuna faida gani ya kumchukia mwenzako? Kwani kuna faida gani ya kuwa chuki na mwenzako? Hazina faida yoyote. Kwa hiyo nawaomba wazazi wangu, leo nimekuja hapa nazungumza na wazazi wangu mjini Wingwi, lakini nimesema kwamba sizungumzi na wazazi wa mjini Wingwi tu, bali nazungumza na wazazi wote duniani kwa ujumla, kwamba jamani, tuondosheni hasadi, tuondosheni chuki, tuendeni katika ujirani mwema, twendeni katika udugu mwema, twendeni katika usahiba mwema, kwa sababu mwezi wa Ramadhani ni mwezi ambao ni maridhawa. Lakini jambo la tatu, wazazi wangu, tusameheaneni. Binadamu kukoseana ndiyo mfumo wa maisha. Huyu atakukosea, yule atakukosea, mpaka mtoto wako atakukosea. Msamehe mtoto ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, na mtoto aombe msamaha kwa mama, na ikiwa yoyote yule ambaye umemkosea muombe samahani, kwa sababu kuomba samahani si ujinga, na wala kumsamehe mwingine si mapungufu, bali kuomba samahani ni sifa njema, lakini kusamehe vile vile ni sifa njema. Kwa hiyo twendeni katika mwezi mtukufu wa Ramadhani katika hali ya kusameheana. Hapo ndiyo tutalipata tunda la udugu, na hapo ndipo ambapo tutalipata tunda la umoja. Matunda haya mawili ndiyo ambayo yatatupa tunda kubwa, ambalo hilo Allah ndiyo analolisubiri. Tunda wenyewe
ni taqwallah, ni kumcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wazee wangu watukufu wa Kiislamu, katika kuelekea kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani, twendeni tukajishughulishe katika mambo ya kheri. Watu leo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani waone kama kusengenya ni suala la kawaida. Mtu anakwambia lakini haibatilishi funga. Unajua hatari ya kusengenya wewe? Imefikia hatua watu sasa hivi kusengenya ndiyo utamaduni. Imefikia watu leo kusengenya kuwa ndiyo utamaduni wa maisha yetu. Tunakwenda katika mwezi wa Ramadhani, lazima tukajipange katika mambo mazuri. Leo kuna watu sasa hivi wanaanza kutafuta karata. Leo kuna watu sasa hivi wanajipanga kutafuta ving'amuzi ili wapate kuangalia michezo ambayo haina maana. Leo kuna watu wanajiandaa kutafuta keram, na wengine watajiandalia makombe eti wanasema kuna Ramadhani Cup, kombe la Ramadhani. Hakuna kitu hicho wazazi wangu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mwezi wa Ramadhani huu ni mwezi bora. Allah anasema shahru Ramadhan alladhi unzila fihi alquran, mwezi wa Ramadhani ndiyo mwezi ambao umeteremshwa Quran. Kitabu Allahi azza wa jalla, ya ibn Adam, ewe binadamu, Ramadhan 5 ahrufi, Ramadhani ni herufi 5. Arrau rahmatun, raun inatokana na rehma, rahmatun min Allahi azza wa jalla, rehma zinazotoka kwa Mwenyezi Mungu jalla jalalu. Walmimu maghfiratan, na mimu inatokana na maghfiratan, ni kufutiwa madhambi yetu. Wadhaun dhamanatun min Allahi azza wa jalla lidukhuli fil janna, na dhadi ni dhamana ya Allah ya kuingia peponi. Wa alifun, na alifu ni amanu min Allahi azza wa jalla minan nar, ni amana ya Allah kwamba Mwenyezi Mungu atatulinda na moto. Wanuni nurun min Allahi azza wa jalla, na nuni inatoka katika nuru ya Allah subhanahu wa ta'ala. Leo tunakwenda kuupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa kucheza karata. Watu wanakaa kwenye vigenge ambavyo havina faida, wakisema tunapoteza muda. Ni bora mtu akae na watoto wake, azungumze na watoto wake, awaliwaze watoto wake, akae na ahli wake, amuwaidhi mambo mazuri, akae na majirani zake, lakini sio kuupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa kuongeza makera, kwa kununua karata. Lakini twendeni katika mwezi wa Ramadhani, wazazi wangu, twendeni katika mwezi wa Ramadhani, waumini nyote kwa ujumla, kwa kukisoma kitabu cha Mwenyezi Mungu, kuhudhuria katika darsa mbalimbali. Hili ni jambo ambalo ni la muhimu kulifanya. Twendeni tukalifanye ili tupate udugu na ili tupate umoja. Wazazi wangu, tupokeeni mwezi mtukufu wa Ramadhani vile vile kwa kushindana kwenye kufanya kheri. Unalolifanya mwezi mtukufu wa Ramadhani ni tofauti kheri hiyo utakapoifanya miezi mingine. Ikiwa leo umekwenda kwa wake zako kwa kupika futari, unasema uko jela, basi kabla ya hapo ndio ulikuwa jela zaidi. Sasa unakwenda kwenye raha, unakwenda kwenye raha, unaandaa futari, watu wanasema alhamdulillah, jasho lililotoka, mahangaiko uliohangaika kwa kuandalia watu futari, umemridhisha mama, umemridhisha ami, mume wako karidhika, watoto wamefurahi. Halafu unasema eti hiyo ni jela. Hiyo si jela, bali hiyo ni rehma, na Allah subhanahu wa ta'ala atatulipa. Wazazi wangu, miongoni mwa mambo ya kheri, tuwajalini sana mayatima katika mwezi wa Ramadhani. Mayatima si wa kuwatafuta wenye uwezo, mayatima ni wa kutafutwa. Hapa natoa wito kwa watu wenye uwezo, wasisubiri kwamba ndani ya mwezi wa Ramadhani
wenye mayatima wakawatafute wao kwamba tumekuja kuomba msaada, bali watoke wenye uwezo wawafuate mayatima, wawaambie muna shida gani, na sio kwamba mna shida gani, bali yatima shida ipo, na wasaidiwe mayatima, wasaidiwe masikini, wasaidiwe wale wajane, wasaidiwe mafakiri. Hii ndiyo dini ya Kiislamu inavyotufundisha. Ingalikuwa tunajua tunayoyapata kwenye kutoa, wallahi matajiri wangalitoka na magari yao, wangalitoka na vyombo vyao na vitu vyao, wakapita mitaani wakiuliza ni nani mwenye shida tumsaidie. Leo ukitembea unaona watu, unaziona mazingira, unajua kabisa kwamba watu maskini ya Mungu wanahitaji chochote. Kwa vile moja miongoni mwa jambo ambalo tunapaswa tulifanye ni kuweza kuelekea kuwasaidia mayatima, itapendeza sana katika mwezi huu wa Ramadhani tukapitisha michango maalumu, halafu mukawakusanya mayatima na wao mukawaingiza furaha fi Ramadhani, ndani ya Ramadhani mukaingiza furaha kwa mayatima. Baada Ramadhan, mtoto yatima na yeye anatamani avae vizuri, mtoto yatima na yeye anatamani ale vizuri, mtoto yatima na yeye anahitaji kupata faraja baada ya kuondoka baba mmoja. Mtoto yatima sasa kashapata mababa wengi, hana dhambi yeye kwa sababu baba kaondoka, kwa sababu sote hatujui kwamba tutaishije katika maisha haya. Ukitaka ujue kwamba mtoto yatima anahitaji huruma, rudi nyumbani uangalie mtoto anavyosema baba baba baba. Maana yake mtoto yule anasema nakushukuru ya Rabbi kwa baba kurudi salama. Lakini si hatufahamu, sote tunajua mama akirudi nyumbani mtoto anasema vipi? Mama mama mama. Mukaddaruhu, takdiri ya maneno yale, nashkuruka ya Rabbi, twakushukuru ya Rabbi kwa mama kurudi salama tukamuona. Hao ndio maneno ya mtoto. Kwa hiyo twendeni tukaupokee mwezi mtukufu wa Ramadhani, waumini kwa ujumla. Twendeni tukalisimamie suala zima la kuangalia mayatima, ambalo suala hili litajengwa na jambo la mwisho kabisa ambalo ni la kuoneana huruma. Leo tuna walimu wa madrasa, leo tuna maimamu, tuna mashehe. Mwalimu wa madrasa leo amekuwa ni mlezi mkubwa sana kwa watoto, lakini mwalimu wa madrasa ndiye amekuwa ni mtu mbaya sana leo. Jamani, dunia ni mapito. Jamani, dunia ni mapito. Walimu wa madrasa wanawatengeneza watoto wetu kiroho. Walimu wa madrasa wanawajenga watoto wetu maadili mema. Tunapofika ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, tusimameni katika suala zima, irhamu man fil ardhi yarhamukum man fis samaa. Waoneeni huruma walioko katika ardhi na aliyeko mbinguni na atakuoneni huruma. Arrahimuna yarhamuhumur rahman, wenye kuoneana huruma na Allah subhanahu wa ta'ala ataonea huruma. Mambo haya leo ndiyo ambayo nilitaka niyafikishe katika hadhara yetu hii. Ni suala zima la kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhan, kuelekea katika suala zima la udugu na umoja. Tukaftarini kwa pamoja, tusendeni kusumbuliana, tusendeni kuangalia nani kaftari iftari mzuri, nani kaftari iftari mbaya. Anakuja jirani leo kakupelekea muhogo, kesho kakupelekea muhogo, unakuja unampiga vijembe, unamwambia jamani tushayachoka hayo marungu, unakusudia kwa sababu kushachoka kupelekewa muhogo. Na mwingine anaweza akapita huko akamwambia jamani nasiye hivi, akusudia tu atakatambi, jamani hana uwezo nayo. Jamani, iftari si kukusanya vyakula 30, lakini iftari ni kile kitendo cha kujinasua katika kifungo cha kisheria ambacho kimekuja tokea alfajiri ya kweli mpaka kuzama kwa jua. Hata kama ni maji, hayo ni iftari. Ni tende, ni iftari. Ni chochote, ni iftari. Kilichobakia waumini, nawaomba sana wazazi wangu, hakuna jambo zuri ambalo linasafisha njia ya hapa duniani na litakalosafisha njia ya huko akhera kuliko kuishi kwa moyo safi kabisa. Samehe, Allah kusamehe.
hurumia, Allah kurehemu. Ondoa hasadi, hazina maana katika maisha. Mtume SAW anasema la tabaghadhu, musibuguziane, wala tahasadu, wala msihusudiane, wakunu ibadallahi ikhwana, kuweni ni ndugu wa moja. Hatokuja tena Mtume Muhammadin sasa kutuambia haya. Leo wazazi wote tuliopo hapa, wallahi kama tutapendana, wallahi kama tutashikamana, wallahi kama tutasameheana, wallahi tutapata nuru na watoto wetu wataishi kwa kupendana vile vile. Wazee wangu, muhadhara huu wa leo naomba ufike hapa, na yale ambayo Maalim Zuberi ameashiria tuzungumze, tumeyazungumza. Inawezekana ukawa ni muhadhara mfupi sana, lakini muhadhara huu naomba uwe ni risalatun ila almuslimina jamaa, ni ujumbe kwa Waislamu wote duniani ya kwamba Ramadhan, mwezi wa Ramadhani sio mwezi wa maskhara. Mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa kujitahidi. Mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa kuitafuta kheri kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu ya rabbal alamin. Tumuombeni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa rehma zake na kwa utawfiki yake, Allah tusamehe makosa yetu. Allahumma ballighna Ramadhan, Allahumma ballighna Ramadhan aminina salimin. Allahumma ya ahadu ya samad, ya ahadu ya samad alwahidul qahhar. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ballighna Ramadhan, Allahumma ballighna Ramadhan, ya Rabbi ballighna Ramadhan, ya Rabbi ballighna Ramadhan. Allahumma inna nas'aluka an tuwaffiqana fi siyami shahri Ramadhan, ya Rabbi waffiqna ila siyami shahri Ramadhan. Allahumma waffiqna bil wahdati wal ukhuwa wa fil amni wal aman. Allahumma waffiqna fil wahdati wal ukhuwa ya rabbal alamin, ya rabbal alamin, ya rabbal alamin, ya rabbal alamin. Allahumma inna nashkuruka ala ni'matika allati an'amta alayna faj'alna minash shakirin, faj'alna minadh dhakirin. Allahumma ihfidhna min kulli bala, Allahumma ihfidhna min kulli hasidin. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an, ya Rabbi ij'alna min ahli al-Qur'an, ya Rabbi ij'alna min ahli al-Qur'an, ya Rabbi ij'alna min ahli al-Qur'an. Allahumma nawwir qulubana, nawwir qulubana bil Qur'an, nawwir absarana bil Qur'an, اهدنا إلى صراطك المستقيم بالقرآن. اللهم ربنا اهدنا إلى صراطك المستقيم، اللهم ربنا اهدنا إلى صراطك المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا إنا نسألك خير المسألة وخير الممات وخير الحياة يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اكتبنا مع عبادك الذين يصومون شهر رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا واحتسابا، إيمانا واحتسابا يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. يا الله يا الله يا الله. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات. استغفروا إنه هو البر الكريم والله أعلم. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuna kitu ilikuwa ni shakisahau, lakini kwa sababu palipo na wengi pana mengi, ukumbusho huo unapatikana. Kuna taarifa mbili muhimu Waislamu.
kwa sababu mambo ya Kiislamu yanafanywa ni Waislamu wenyewe. Kuna taarifa ya mashindano makuu ya tahafidhi al-Qur'an ambayo yatafanyika katika kisiwa cha Pemba mwaka huu, kwa uwezo wa Allah, Mungu akitufikisha. Sasa twatakiwa Waislamu wote, wake kwa waume, siku hiyo tuhudhurie pale Chake Chake katika viwanja vya Gombani, ule unaozoeleka kwa kuchezewa mpira. Mara hii watakiwa Waislamu wa Pemba nzima, popote walipo, tuhudhurie katika mashindano hayo. Ni ya kimataifa, sio ya Pemba hayo. Watakuja watu mbali mbali. Kwa hivyo twatakiwa Waislamu sote tujipange na tujiandae tuweze kushiriki katika kuhudhuria katika mashindano hayo kwa pamoja. Kwa hivyo tuwe tayari. Tumefahamiana Waislamu Jumapili inayokuja, lakini inawezekana Jumapili ama Jumamosi, lakini hiyo inayokuja baada hii ya kesho kutwa, Mungu ya kesho na kesho kutwa, hiyo inayokuja hiyo, tujipangeni. Kama kuna mipangilio, kama imekuwa ilitoka taarifa kwamba huenda gari baadhi ya maeneo zikaja bure, lakini sasa tuandaeni nauli kwa sababu maeneo ni mengi. Tutatafanya mipango tupate gari ambayo tutapata nauli nyepesi, siwe ni nauli kubwa ile ya kawaida. Tutaomba hivyo inshallah. Kwa hivyo tujipangeni, ikifika usiku tuweze kwenda. Wazazi wangu, samahani kidogo, wazazi wangu, naomba kwa hili. Unajua kwa Pemba ni mara ya kwanza, kwa hiyo naomba kwamba kwa kweli sisi inakuwa tukiwa pale siku akicheza timu hizi mapira, basi nakwambia tukao pale Chake hatuna raha. Ama kwa kweli kama Ramadhani hii na mwaka huu tutakosa fursa hii, kwa sababu hii Tanzania nzima sisi tuamini kwamba jicho linatuangalia sisi, jicho linaangalia Pemba. Tunataka ule uwanja wa Gombani pale watu wasijui hata wakanyage wapi. Hao vijana wanaokwenda Qur'ani wote wanatoka huku. Sasa leo neema hii tumeipata sisi hapa. Kwa hiyo naomba hala Maalim Zuberi, wana harakati wote, tuwahamasisheni hawa kina mama, kina baba, sawa? Yakitokea mambo ya kilimwengu mwingine tunayaona, haina haja ya kusema sana, lakini tunayaona kilimwengu. Msifikirie kwamba labda tuvipofu. Inatosha kusema hivyo. Tuna macho na tunaona, na tunayaona kilimwengu, kike kiume. Jamani, ya akhera vile vile kike, au ndio maneno yangu basi. Allahu Rabbi wal Islamu dini. Huda Online TV, mwongozo kwa umma. Ndiyo, ni mwongozo kwa umma na ni furaha kwa Waislamu.